Kwa hivyo iko mzuri. Okay. Is it recording? Yes. Okay, wapenzi, nawakaribisha nyote katika somo letu siku ya leo, na tumekuwa tukijifunza juu ya kuwa wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wa Kristo, ambao tunajifunza ili tuweze kulielewa vizuri neno la Mungu tukiwa wafuasi ama wanafunzi wa Kristo. Kwa hivyo wapenzi, tunakumbuka wiki jana tulisoma na tukaweza kufikia mahali ambapo tungeweza kuangalia neno ambalo tuliweza kukariri, yaani kuliweka maanani kwa mambo yale tuliyosoma, kuwa mimi ni nani katika ufalme huu. Na tukaona ya kwamba katika kitabu cha Yohana 1:12 inasema ya kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hivyo wapenzi, kama hatuliamini jina la Yesu na hatuwezi kusimama katika njia zake, basi hatuwezi kufanyika wana wa Mungu. Lakini ikiwa sisi tunamwamini na tumeamini neno kama ambavyo tuliambiwa juu ya wokovu na ukombozi, basi tunafanyika kuwa wana wa Mungu kama neno la Mungu linavyosema. Kwa hivyo siku ya leo wapenzi, tutaangalia somo letu la 3 linasema nini? Mungu yuataraji nini kutoka kwangu? Yaani Mungu anatarajia nini kutoka kwangu? Sasa nimeokoka, sasa kweli mimi ni mwanafunzi wa Bwana, lakini ni kitu gani ambacho Mungu anataraji kutoka kwangu mimi kama mwokovu katika ufalme huu wa Mungu? Kwa Kiingereza ndio mnasema what does God expect of me? Yaani ukisha okoka, sasa umekubalika, umefanyika mwana wa Mungu, ni kitu gani Mungu anatarajia kutoka kwako? Na tukisoma neno, tusome kwa makini katika kitabu cha Injili ya Yohana 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Tutasoma pale na kuelezea tuone Mungu anataka tuwe namna gani ama anatarajia nini kutoka kwetu. Basi kuanzia hapo mstari wa 1 tunaona inatufundisha juu ya kuzaliwa mara ya pili, yaani kuzaliwa tena, kwa sababu tulizaliwa mara ya kwanza na wazazi wetu, mama yetu alipotuzaa wakiwa na baba yetu, tulizaliwa, na wakati tulipozaliwa basi tukawa hai, na wakati huu tena imelazimu kuzaliwa mara ya pili. Na ndiyo maana tunaelezwa ili tukiwa wana itakuwaje, Mungu anatarajia tuwe na nini kwake. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Wafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Unaona, ni mtu ambaye ni mtu mkuu, ni mtu ambaye ni Mfarisayo, yaani ni mtu ambaye ni mfuasi wa dini na ni kiongozi katika dini. Lakini akiwa katika dini kuna mambo yamemtatiza. Akaona ya kwamba hajakamilika kabisa, kuna kitu amekosa, ingawaje yeye ni msomi na ni mtu anaelewa masomo vizuri na neno la Mungu, anaelewa Tora yote kabisa. Lakini akaona iko kitu ambacho kimepungua, ambacho roho yake inasikia hakimo. Basi huyu ambaye anaitwa Nikodema, na alikuwa ni Myahudi, ni yule mtu ambaye alikuwa ameelimika vizuri, ana uwezo, ana nguvu, lakini hakuwa na Kristo. Hicho kitu ndicho kilikuwa kinakosa ndani yake, yaani katika roho yake anasikia yes, ninamjua Mungu, yes, nimesoma neno la Mungu, yes, ninalielewa, lakini kuna kitu kinakosa. Na ndiyo maana huyu alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa umwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Kwa hivyo wapenzi, alijua siri hii. Alipoenda kwa Yesu, kwanza alienda usiku. Kwa nini anaenda usiku? Anaenda usiku kwa sababu mchana akionekana akienda kumtafuta Raba, yani Yesu, ataonekana kama ni mtu ambaye haelewi, na Wayahudi wako kinyume na mafunzo ya Yesu.
Kwa hivyo kile kitu kilichokuwa kikipungua ndani yake, aliona aende usiku. Hiyo ni kukuonyesha ya kwamba ikiwa kuna jambo linakutatiza na haulielewi katika neno la Mungu na unasikia una pengo ndani yako katika wokovu, ni vizuri kwenda kumwona mtu wa Mungu ambaye atakusaidia, ama kuonana na Kristo katika maombi ili aweze kujaza hilo pengo ambalo liko ndani yako. Kwa hivyo ndivyo huyu, kwa sababu aliogopa kuchekelewa na watu na wale watu wanaoongoza, na alikuwa katika chama kile kikubwa cha Wayahudi ambacho kilikuwa cha Mafarisayo, kilikuwa kinaitwa, ambacho kilikuwa na watu 70, ambacho kilikuwa kikiongoza dini za Kiyahudi. Kwa hivyo wapenzi, alienda usiku na akamwambia mwalimu, kwa sababu Yesu walimuita mwalimu, ndio maana jina hilo linaitwa Rabai kwa Kiebrania. Kwa hivyo alienda usiku akamwambia, mimi ninaona wewe una kitu tofauti, kwa sababu tunajua ya kuwa wewe ni mwalimu, kwa sababu umefunza mambo ambaye hamtuelewi, lakini nina imani umetoka kwa Mungu. Yaani ni Mungu amekuongoza mpaka ukawa hapa, kwa sababu hakuna mtu ambaye hajatoka kwa Mungu anaweza fanya zile ishara ambazo umekuwa ukizifanya. Kwa hivyo hii ni kuonyesha ya kwamba watu wa dini, ama mtu aliye katika dini, anaelewa watu wa kiroho huwa wamefika kiwango gani, lakini anaogopa kuja kwa sababu ataulizwa yeye ni nani, anakuja kwa hawa watu ambao hawafahamiki. Na unajua ya kwamba kwa muda mrefu sana katika makanisa mengi zaidi katika Afrika yalikuwa yanapinga sana mambo ya Roho Mtakatifu na mambo ya kuongea kwa ndimi. Kwa hivyo waliokuwa wanaongoza, wakiona watu wakiomba kwa ndimi na kujazwa na Roho, walikuwa wanasema hawa si watu wa Mungu, hawa ni watu wamepagawa na mapepo. Kwa hivyo ndio unaona maana Nikodema anakuja usiku, kwa sababu Mafarisayo wengi na waandishi na Wasadukani walikuwa naamini ya kwamba mafunzo ya Kristo ni mafunzo ya kipepo. Kwa hivyo ndio unakumbuka wakati moja uliweza kusikia anatenda miujiza, watu wakisema ya kwamba anatenda miujiza akitumia miungu ile tofauti. Kwa hivyo sasa unaona alipokuja usiku amekiri, amemweleza kabisa ni kwa nini amekuja, kwa sababu anaona yale mambo Mungu anavyofanya, yale Yesu anafanya akiwa ndani ya Mungu. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Yaani kama haujazaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, tunaokoka, tunakaa katika wokovu, tunasema ya kwamba tumekubalika, lakini wengi hawajazaliwa mara ya pili, wanakaa pale tu katika dini, na ni vigumu sana kuingia katika ufalme wa Mungu bila kuzaliwa mara ya pili. Yesu mwenyewe akawa anamueleza kama hajazaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme. Yaani urithi ulio katika ulimwengu wa kiroho na unadhibitika katika mwili hauwezi kuwa kwako, kwa sababu hakuna mapatano, hakuna mawasiliano kati ya ufalme wa Mungu na ufalme wa ulimwengu. Na wewe ukiwa ulimwenguni ni lazima kuwe na mapatano ili uweze kupatana na mambo ya kiroho, ndio mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho yaweze kudhibitika katika mwili. Hii ndiyo Yesu alikuwa anataka kumweleza kwa lugha hiyo. Nikodema akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumbo la mamae mara ya pili akazaliwa? Kwa hivyo sasa kuna jambo ambalo linatatiza watu wengi kwa sababu ya kutokujua. Ndio unaona sasa kiwango hiki hakuweza kuelewa kutoka katika Tora. Aliangalia akauliza, unaweza kuzaliwa? Kwa sababu katika Tora wakati wanaeleza juu ya kuzaliwa mara ya pili ni wakati unaona kama Musa akiambiwa wekelea mkono mtu kama Joshua, na unaona vile ambavyo imani, wakati ambapo huyu ambaye ni Joshua mwana wa Nuni wakiwa na Caleb, imani wanayokuwa naye wanapoingia kule katika nchi ya Kanaani, wanaporudi pale Kadesh Benea na kurudi wakiwa na imani kuu. Sasa unaona hiyo imani kuu ndiyo kuzaliwa, kuwa na imani mara ya pili, kwa sababu unakumbuka hata Mungu aliweza kuongea wakati mmoja akaambia Musa, ingawaje Caleb
ana roho nyingine, lakini yeye ataingia katika nchi ya ahadi, yeye ataingia katika ufalme wa Mungu, ingawaje ana roho mwingine. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na kiwango cha juu cha kujua kweli kuna Mungu katika imani yake. Wakati imani yako inapanda, unajazwa na hiyo nguvu, hauoni jambo lingine, unaona imani na kujua ya kwamba kuna Mungu. Hapo ndipo unaona hapa katika Agano Jipya sasa inaelezwa hiyo ni kuzaliwa mara ya pili, wakati ambapo unakumbuka mtu kama Joshua alikuwa ni amiri jeshi mzuri sana, anapigana vita wakati Musa anaomba, lakini hakuwa amezaliwa mara ya pili safari yote ndefu ya miaka 40. Lakini wakati wanakaribia kuingia Kanaani na Musa aondoke, ndio anaambiwa mwekelee mikono yako ili roho ulio nayo apate kiasi ili aweze kuingia. Nafikiri sasa unaelewa vizuri. Yaani sasa katika Agano Jipya hatuna wingi sana, watu wengi hawana wingi wa Tora na hawaelewi, lakini sasa kulaisha mambo ndio Bwana anamwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Yaani kuzaliwa mara ya pili namna gani? Naye anauliza utazaliwaje? Mtu mzima, mtu mzee kama yeye anaweza kurudi namna gani katika tumbo la mamaye, na atapitia wapi ili arudi akazaliwe tena mara ya pili? Hilo ni swali la maana sana, na unajua kweli kila mtu atauliza hivyo. Lakini alipouliza hivyo, Bwana wetu alikuwa na jawabu. Yesu akamjibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, akaambiwa usipozaliwa kwa maji na Roho hauwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Tofauti ni nini hapo wapenzi? Kuzaliwa kwa kwanza ni maji na damu. Watu wanazaliwa kwa maji na damu. Wakati mama anapozaa mtoto, anamzaa, maji yanavunja kwanza, halafu inatoka damu, mtoto anazaliwa. Kwa hivyo ni maji na damu. Ili hii damu ina uhai ndani yake, ndio inaweza kutuonyesha namna ina maji ni uhai. Kwa hivyo anapozaliwa, hiyo ni mara ya kwanza. Lakini sasa mwalimu Yesu anasema ili uweze kuingia ufalme wa Mungu sasa lazima uzaliwe kwa maji ambaye ni uhai, na vile vile Roho, spirit. Yaani lazima uzaliwe na maji na Roho. Hiyo ni kusema nini? Maji ni ubatizo. Maji ni ubatizo kama pale ubatizo na damu. Lakini sasa ni maji na Roho, ambaye sasa mtu kama yule Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza tu toba, ndio inaitwa toba, kwa sababu hakuwa na Roho huyu Mtakatifu, sababu alikuwa hajashuka, nguvu zile hazipo, alikuwa katika ile laini ya Harun. Kwa hivyo wapenzi, na sasa lazima ubatizwe na ubatizo wa maji, alafu ujazwe kwa Roho. Hiyo ndiyo Yesu anaonyesha, yaani uhai ulipo hapa ulimwenguni ambao unategemea maji. Uhai tulio nao huwa unategemea maji, lakini ili tuwasiliane na mbingu inalazimu tukubali Roho aingie ndani yetu. Yaani sasa ubatizo na kujazwa na Roho, sasa tunakuwa wakamilifu, tunaingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo sharti mtu azaliwe mara ya pili. Basi bila hivyo hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Yaani kama ulivyozaliwa mara ya kwanza, ungali wewe ni mtu na ni mwili. Kwa hivyo wapenzi, lakini kilichozaliwa na Roho ni roho. Wakati ambapo umekubali, baada ya ubatizo ukapokea Roho wa Mungu, sasa unaweza kuwasiliana na mbingu. Na ukiwasiliana na mbingu unaweza kujua mambo yanayotendeka kule. Kuna neno ningetaka kukuonyesha kidogo tu wakati tunapoendelea katika Waefeso 2. Nafikiri nitaliguzia baadaye. Waefeso 2 mstari wa 18. Hapa nataka kuthibitisha jambo hili ambalo unalisikia hapa, sharti uzaliwe mara ya pili. Neno hili ambalo watu wamelisoma kwa muda mrefu, lakini wakati mwingi hatuelewi masomo mengine. Ukiangalia katika hiyo Waefeso 2 mstari wa 18, neno linasema kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika
roho mmoja. Hiyo inaonyesha kwa maana kwa yeye, yaani mimi na yeye, tukiwa pamoja, mimi na yeye, yaani wewe na yeye ambaye ni roho, mkiwa pamoja, sasa mnaweza kuingia kwa Baba kwa roho moja, kwa sababu hii roho ya Bwana, yeye atachukua yako aiunganishe. Wakati unaomba inamfikia Bwana. Kwa hivyo roho yako na roho ya Bwana ikiwa pamoja, unakuwa na mawasiliano kwa Baba. Sikiliza vizuri, inasema kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho moja. Yaani roho yake na yako mnakuwa kitu kimoja. Ndiyo maana Yesu alikuwa anaongea hiyo katika Yohana 14, nafikiri mstari wa 27 pale. Na ukiangalia neno hilo kwa Kiingereza, pengine utaelewa zaidi vile ambavyo nataka uelewe. Inasema nini? Inasema ya kwamba kwa Kiingereza unaona inasema for through him we both ni kuonyesha tukiwa pamoja wawili, have access by one spirit unto the Father. Kwa hivyo wapenzi, ndio Yesu alikuwa anaeleza hii ya kwamba wewe ukizaliwa mara ya pili una uwezo sasa wa kuingia kwa Baba na kumweleza mahitaji yako, kwa sababu roho yake na yako ni nyinyi wawili both. Kwa hivyo sasa una access ya kufika kwa Baba. Hiyo ndio ilikuwa inaelezwa, na ndio nataka uelewe maana ya kuzaliwa mara ya pili. Sharti ubatizwe na ujazwe na roho ndio uweze kuwa na access na njia ya kumfikia Bwana. Basi anasema nini? Ajabu ni kuwa kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Ndipo Bwana namueleza ni lazima aone ya kwamba amezaliwa mara ya pili ili aweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Katika mstari wa 8 unaona ya kwamba upepo huvuma upendako. Yaani upepo, hewa, hauoni na macho lakini unasikia, unahisi upepo unapopuliza ama unapopita. Kwa hivyo upepo huvuma upendako, yaani unaenda mahali ambapo unataka, hauelekezwi ati ni hapa ama pale, lakini na sauti yake waisikia. Unasikia sauti ya upepo wakati unavuma, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Kwa hivyo nakwambia nini hapa? Bwana anasema hivi, anasema ya kwamba roho haujui mahali inatoka ama inaenda, hauwezi kuelewa. Kwa hivyo wakati inaingia ndani yako wewe, mambo utakayofundishwa katika roho ni mambo usiyoyafahamu, lakini utayafahamu Bwana akinena nawe, lakini hautajua chanzo chake na mahali inaenda, lakini ile inakuhusu utajaziwa na Bwana atakuelekeza jinsi anataka ufanye ama kile unachotaka katika ulimwengu wa roho. Yaani ni kukuambia mambo ya roho watu hawafahamu itokako wala iendako. Kwa hivyo wapenzi, hauwezi kuanza kusema nitachunguza mahali roho inatoka. Ndio maana akapeana hali ya upepo, ili kwa sababu upepo ni ile tu roho vile vile ikiwa katika hali ngumu. Ukisoma mambo ya upepo, the wind, utaelewa ni kitu gani. Kwa hivyo wapenzi, katika mambo ya kiroho, kama vile hauoni upepo, ndivyo roho wa Mungu naye hauwezi kumuona na macho, lakini utamsikia na utasikia akiwa ndani yako, utahisia nguvu zake, na hauwezi kujua ametoka wapi na anaenda wapi. Wewe utatumika kulingana na vile Mungu anavyotaka, lakini hauwezi kujua chanzo chake na mwisho wake, kwa sababu Mungu ni mwingi. He is Almighty God. Yeye ni Mungu, yuko hapa na kila pahali, hauwezi kumfananisha na lolote. Kwa hivyo tukiangalia neno hilo, yani inakufunza nini juu ya kuzaliwa kwa roho? Ukiangalia huo mstari wa 6 katika somo hilo Yohana 3:6, utaona ya kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Yaani mtoto anayezaliwa na mwili, unaelewa mwili. Maana ya mwili, kinachozaliwa na mwili, hicho ni mwili. Tabia zake ni za mwili, mambo yake ni ya mwili, matendo yake ni ya kimwili.
lakini kilichozaliwa na Roho ni roho, mambo yake ni ya kiroho, mambo ya ndani yasiyofahamika. Inasema nini? Yani kinachozaliwa na mwili chatenda na kufanya mambo ya mwili kwa kufanya kama sheria, yani kiko chini ya sheria. Ambacho ni cha mwili, hawa ndio watu wanatenda maovu, wanatenda dhambi ukiwa katika mwili, na ndio maana kunakuwa na korti ambako watu wanaenda kushtakiwa na polisi, wanashikwa, wanaenda kwa sababu wanatenda mambo maovu. Kwa sababu hayo ni mambo ya mwili ambayo yanaelezwa katika Wagalatia 5 kuanzia mstari wa 18 kuendelea mpaka 21. Hapo unaona ya kwamba hayo ni mambo ya mwili ambayo yanaelezwa: ulevi, mambo ya nini, mambo ya kufanya, yani kuoga, kutembea, kula, kunyesi, kukojoa, kuona jasho, kutenda dhambi, hata uzinifu, kama ilivyo katika Wagalatia 5 mstari wa 19 mpaka 21. Na mambo hayo ni usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, na husuda, ulevi, na ulafi na mengine. Hayo mambo ni mambo ya mwili, yanahusu mwili, si mambo ya kiroho. Ni mambo ambayo tunaita ni dhambi, inaleta dhambi. Kwa nini? Kwa mwili. Kwa hivyo wapenzi, hayo ndio tunasema kilichozaliwa na mwili ni mwili. Kwa hivyo kinafanya mambo ya mwili ambacho hakijapata mambo ya Mungu. Lakini je, kilichozaliwa na roho kinakuwa tofauti na nini? Kilichozaliwa na roho, ukiona katika Wagalatia hiyo 5 kuanzia mstari wa 22 mpaka 23, unaona inasema nini? Inasema tunda la Roho ni upendo, utu wema, furaha, fadhili, amani, uaminifu, uvumilivu, upole na kuwa mtu wa kiasi. Mambo haya ukiwa naye, hebu fikiria kabisa, ukiwa na upendo haipimiki, hata huwezi pelekwa kotini kwa sababu ya upendo. Ukiwa vile vile we ni mtu mwenye furaha, furaha haionekani, ni ya roho. Hakuna mtu atakwambia kwa sababu unacheka na unaonekana una furaha, the joy of the Lord. Hakuna mtu atakupeleka kotini kwa sababu una furaha. Amani, ukiwa na amani yako na unatulia, nani atakuingilia? Hakuna mtu hautaingilia na watu na mambo ya vita. Ukiwa mvumilivu, ukitusiwa na usimame imara na usiwe mtu wa vita na farakano. Hakuna mtu atakuuliza, wanakutusi unavumilia. Ni mahali kama pale Yesu alisema ukipigwa shavu moja umpe hata ya pili, yani umpe ya pili, atachoka, ataenda. Sijui kama ushawahi kuona mtu akikutusi ama kukueleza mambo mabaya, usipomjibu yeye hutukana na alafu anaenda mwenyewe, anakuacha pale pale. Hiyo ndio uvumilivu. Na vile vile upole, usiwe mtu wa kuleta sarakasi, mambo. Uwe mtu mpole, mtu mwadilifu, mtu ambaye hana mambo na watu, meekness. Kwa hivyo hakuna mtu atakuingilia. Na uwe mtu wa kiasi, mtu wa kutosheka. Usiwe na tamaa ya kutamani vitu za watu si zako, unaleta farakano kwa mambo kama hayo. Uwe mtu wa kutosheka, kile mtu wa Mungu amekupa unatosheka. Akitaka kukuongeza unaomba, anakuongezea. Na vile vile anasema nini? Uwe na utu wema, wani wajali wengine, kuwa mtu wa maana. Hata kama tuseme unasafiri mahali ukaona mama mjamzito ama mzee na umeketi kwenye kiti, unaamka unampa nafasi, gentleness, yani unamwambia karibu, keti chini, naona simama. Utu wema. Kwa hivyo na vile vile uwe mtu ambaye ni fadhili, mtu mfadhili, mtu mwenye kupeana, mtu ambaye anawajali wengine, mtu ambaye hakai mkono kausha, yani uwe mtu wa kutoa, kwa sababu wakati unapotoa ndio Mungu anakuongezea na ndio anafungua milango yako zaidi. Mtu mfadhili, mtu mzuri. Usiwe mtu ambaye, hata kuna watu ambao ni wachoyo tu, kwa sababu kinyume cha hii ni mchoyo. Mtu mchoyo hata ukienda kwake hawezi hata kukupa maji ya kunywa, maji ambayo hata hapiki, hatengenezi, lakini hata kukupa ni shida. Kwa hivyo wapenzi, uwe mtu mfadhili, mtu unayefadhili wengine, unawasaidia. Ukikuta mgonjwa mfadhili, mpeleke hospitali, nimsaidie vile unavyoweza. Kwa hivyo, na jambo lingine ni kuwa mwaminifu, yani faith. Uwe mtu mwaminifu. Ukiweka ahadi, timiza hiyo ahadi. Ukisema nitafanya hivi, basi timiza ile ahadi. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo ya roho, na ndiyo Yesu anaongea juu yake. Anasema katika huo mstari wa 6, kinachozaliwa ni mwili ni mwili. Na nimekueleza mambo ya mwili ni gani. Wanatenda mambo hayo, mambo ya dhambi na mambo ya chuki hizo. Lakini wako katika dini, usisahau.
Lakini vile vile ya mambo tunda la kiroho, wale ambao wamezaliwa mara ya pili, ni mambo hayo 9 ambayo nimekueleza, 3 kwako binafsi, 3 kwa jirani yako, 3 kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wapenzi, ujue mambo haya na uyaweke maanani, ujue. Ndio maana Bwana akasema lazima uzaliwe mara ya pili, na kwa sababu lazima kuwe na kitendo ili jambo hilo litendeke. Ndio maana unaona kwa zote mbili, kwa yule wa mwili palihusika maji, lakini uhai ulikuwa ndani ya damu. Lakini kwa hii ya pili panahusika tena maji, kwa sababu ni namna ya kiapo ili uingie katika roho. Kwa hivyo lazima kuna daraja ya maji katika kuzaliwa na damu ili uweze kuwa hai, na daraja ya pili ni maji ili uingie katika roho. Mambo haya yasikie, kitu gani kinapatikana pale, kinahusika mara mbili pale, ni uhai, yani maji. Halo, Bwana asifiwe. Maji. Kwa hivyo sasa, hii mara ya pili, kwa sababu hauwezi rudi katika tumbo la mamako uzaliwe tena, ndiyo maana lazima ukabatizwe kwa maji mengi. Lakini yule anayezaliwa na damu akiwa na uhai, ambao uhai huko ndani ya damu, maji yanatangulia, anabatizwa na yale maji. Mtoto anapozaliwa panavunja maji kutoka ndani ya tumbo la mama, kwa hivyo amebatizwa. Haleluya. Kwa hivyo sasa, mara ya pili hii, kwa vile huwezi rudi, inakulazimu uende ukabatizwe maji mengi, ndio roho naye aje, uhai wake uingie ndani yako. Hivyo ndivyo neno nataka ulifahamu, na ndivyo lilivyo. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie ni nini hasa tunachoona mahali hapa. Ukiangalia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, yaani 2 mstari wa 2, inasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kwa hivyo hapa Bwana anatueleza nini? Paulo alipokuwa anaandikia hawa barua hii yake, ambaye Peter, wakati anaandika barua hii yake, huyu Petro anapoandika barua hii yake, anataka kutuambia nini hasa? Anatueleza nini? Anatuambia kwanza tujue sisi ni watoto wa kiroho, na kama watoto wa kiroho, ili tuweze kukua, lazima tuwe na tamaa ya maziwa. Na hii tamaa ya maziwa tukitamani, ndio inatufanya tuweze kukua. Hiyo ni kusema nini katika maandiko ya Mungu? Lazima uwe na tamaa wa neno la Mungu. Wakati umeokoka, uwe na tamaa na kiu ya neno la Mungu, ili ukitumia hilo neno likiingia ndani yako uweze kukua. Na ukisha kuwa, hapa anakuambia ni maziwa ya akili, kwa sababu sasa si maziwa yale ya kukua mwili. Hii maziwa ya kiroho, ambaye ni maziwa ya akili zako, katika mafikra yako uwe na wingi wa neno la Mungu, ili uweze kukua, mpate kukua katika wokovu. Sasa mkunywe maziwa ya kiroho. Maziwa ya kiroho ni neno la Mungu, ili muweze kukua kiroho katika wokovu, kama vile mtoto mchanga anavyokunywa maziwa ili aweze kukua katika mwili wake katika dunia. Kwa hivyo wapenzi, sasa maziwa ya kiroho ni neno la Mungu tunapoingia. Kwa hivyo wapenzi, kama Mkristo, somo hili linatuambia nini? Linasema tujifunze neno la Mungu, tuliweke neno la Mungu maanani, yaani uliweke katika siri za roho yako, uziweke neno la Mungu katika vilindi vya roho yako. Yaani neno hili litakuwa ni usaidizi, kwa sababu ndio linafanya ukue neno, maziwa ya akili, ili uweze kuwa kiakili, na neno hili uliweke maanani. Tulitunze neno kama mtoto anavyofanya nini? Atunzavyo maziwa. Wakati mtoto unampa maziwa, hawezi kumwaga akiwa na njaa, anakunywa haraka, anabugia yale maziwa. Hata ukimuitisha hawezi kukupa. Na ndivyo inatakiwa sisi watu wa Mungu, watu wa kiroho, tuweze kubugia neno la Mungu, na tusikubali neno la Mungu litoke ndani yetu. Tuwe
na kiu na njaa ya neno. Kila wakati tutamani kuwa na wingi wa neno ili tuweze kuishi na kukua katika akili na katika hali ya kiroho. Tusokuwa na walegevu katika neno. Msiwe watu walegevu. Yaani leo unasoma neno, utakaa miezi kadhaa unangoja, ama Jumapili ndio unaenda kusikia neno. Kazi yako ni kubeba kalamu na Biblia na kuchora. Na siku hizi hata ni ngumu kuchora kwa sababu wengi wanatumia simu. Unapotumia simu kulisikia neno la Mungu, hata huwezi kumbuka mahali palisomwa, kwa sababu katika simu hauwezi kuchora mahali pasta amesoma ama mahali mhubiri amesoma. Kwa hivyo wapenzi, unaona hao watu, neno wakitoka linachukuliwa na ndege, linapuruka ama linakauka kwenye ile mawe, mwamba ambalo haipati maji, ama limeanguka kando ya njia, kama vile unasikia juu ya mpanzi alienda kupanda, ingine kwenye rutuba, ingine kwenye kando ya barabara, ingine ikachukuliwa na ndege. Mambo kama yale wapenzi, ndiyo maana ya kwenda na vitu kama simu, ati unaenda kusikiza neno la Mungu. Haukumbuki tena, ukitoka tu imechukuliwa, kwa sababu mambo utakayoyakuta pale nje yataondoa neno ambalo ulikuwa umesoma na hauwezi kulisikia. Kwa hivyo ndio nahimiza, nasema ni vizuri kununua Biblia ambayo utakuwa ukisoma na kukumbuka na kuangalia neno lilisema nini. Tulitende neno, katika neno maishani yetu yanawili na kuweza kufaulu. Tukitenda neno na liwe ndani yetu na likae vizuri, na tuwe watenda neno kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu Yakobo anasema katika Yakobo 1 mstari wa 22, tusiwe watu wa kusikia tu, lakini tuwe vile vile watu wa kutenda. Basi neno hilo tukilitenda linafanya nini? Linafanya tunawiri, tuonekane safi, tumejazwa na uwepo wa Mungu, na vile vile kufaulu katika maisha. Kwa hivyo wapenzi, mtumishi ama mfuasi wa Yesu lazima afanye mambo haya na ayazingatie kwa makini. Kwa hivyo tuzidi kuangalia na kuangazia juu ya waraka huu wa pili wa Petro 3 mstari wa 18. Inatuambia nini kuhusu mambo haya ambayo tumesoma? Inasema, lakini kuweni katika neema, yaani muweze kukua, grow, muweze kukua katika neema, in grace. Yaani nyinyi muwe na neema ya Mungu ndani yenu, na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Mkianza kukua katika neema. Watu wenye neema, grace, hata wanasamehe, hawajitetei, ni watu wanamjua Mungu wao, wanakaa ndani ya Kristo, naye Kristo ndani yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yake utatukuzwa ndani ya Kristo na ni milele. Ndio maana unaona wale ambao wanamjua Mungu wao na wanakaa katika hiyo neema, basi wale watu wanatambulika hata na ulimwengu. Wanajulikana, hawa ni wafuasi wa Kristo, hawa ni wanafunzi wa Kristo. Lakini ikiwa neema haikui ndani yako, wewe ni mtu wa sarkasi. Ukiondoka mbele ya mchungaji ama washirika wale mnashiriki katika kanisa lenu, wewe ukitoka kule nje ni mtu tofauti kabisa. Matendo yako hayapendezi, hauna ratiba nzuri katika maisha. Maisha yako ni magumu, unakaa kama mtu wa ulimwengu. Jumapili ndio unaokoka. Kwa hivyo wapenzi, tunaambiwa tukae katika neema na kueni, grow, mkue katika neema. Neema haina mwisho, itaenda ikiongezeka ndani yako siku baada ya siku, na utakuwa na neema hiyo namna gani? Kwa kumjua Bwana Mungu wetu Yesu Kristo. Na hiyo utamjua namna gani? Kusoma neno lake na kudumu katika maombi na kumuita kila wakati na kuwapenda na kuishi kwa amani na kila mtu. Kwa hivyo, kwa sababu haukuumba mtu yeyote, watu wote waliumbwa na Mungu. Una nini? Ni nini ulicho nacho unaenda kutoa sarakasi na mtu? Ukiona hamwenendi na yeye, unamuondokea. Neema hiyo inakutosha. Kwa hivyo wapenzi, ndio tunafunzwa tukue. Si tukae pale tu tuliokoka tukakaa pale pale, hapana. Ni tukue, tuendelee kuwa na wingi wa neema, kwa sababu hiyo neema si ya muda mfupi lakini ni ya milele. Utakuwa naye daima mpaka hata wakati utaondoka katika ulimwengu huu. Roho yako itaenda vizuri katika utukufu wa Bwana. Ndio tunaambiwa utukufu uko na yeye. Yaani hata ukienda katika ulimwengu tunaoenda baada ya ulimwengu huu,
basi utakuwa na ule utukufu, kwa sababu utakuwa ndani ya Bwana. Hatuwezi kufanya mengi tukidumu kuishi kama tukiwa watoto wa kiroho. Ni sharti, hatuwezi kukaa kama watoto wa kiroho kila wakati. Lazima kuwe na mabadiliko, lazima tuonekane tunabadilika, lazima tukue katika imani, lazima imani yetu ianze kuongezeka. Kama ulikuwa unaona ati ya kwamba ukiomba kitu haupati na sasa unaomba unakipata, ongeza hiyo imani kwa sababu ya kukipata zaidi. Kwa hivyo wapenzi, kuzidishiwa, tusiwe wataahira, yaani watu wenye taahira. Kwa Kiingereza tunasema retarded, yaani mtu ambaye ni punguani, anaonekana hakui, anakaa pale, yaani tunasema hiyo ni taahira. Katika Kiswahili tahira ni retardation, yaani unaona huyo mtu akui, yuko pale tu, aliokoka, ushuhuda wake ni ule ule aliyosema miaka 3 iliyokwisha, ushuhuda ni ule ule. Ni kama wimbo, ni kama kiitikio cha wimbo, mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, naenda mbinguni. Amemalizia hapo, hana kitu kingine kimeongezeka. Miaka yake yote utaona ni namna hiyo, anasema hiyo tu, hiyo tu, hiyo tu, aongezeki. Ni lazima uongezeke kulingana na vile Mungu anakutendea. Unakuwa na upya, unasema nimemuona Mungu katika maisha yangu, katika jamii yangu. Yaani kila wakati Mungu anabadilisha maisha yako, kwa sababu unaendelea kukua. Na kwa hivyo wapenzi, tusiwe watu wenye tahira, yaani watu wa kukaa mahali pamoja katika neno la Mungu. Yaani tuwe watu tunakuwa, tunaanza kufunzwa na Roho Mtakatifu na kuingia ndani katika maandiko, na hayo maandiko yanatusaidia. Tuwe na imani kwa aliyetuokoa. Yule ambaye alituokoa ni nani? Sio shetani. Sisi tumeokolewa na Yesu Kristo. Kwa hivyo tuwe na imani naye. Na maana ya Yesu Kristo niliwaambia na nimekuwa nikifunza, ni maana ya Yesu ni wokovu, na Kristo ni roho, wokovu wa roho. Kwa hivyo tuokoke, tuwe watu ambao tunampenda Mungu, tuweze kutukuziwa naye, tuweze kutukuzwa ndani yake, kwa sababu tumejaa neema yake maishani mwetu daima. Kwa hivyo wapenzi, hivyo ndivyo tunatakiwa kuishi, hivyo ndivyo tunatakiwa kukaa, hivyo ndivyo tunatakiwa kuenenda. Na basi tukiangalia mahali hapa, hebu tusome kwa makini katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 1 mpaka wa 3, tuone ni namna gani tunaelezwa, kwa sababu sasa tumejawa na neema na tunaishi na neno la Mungu, tunalitafuta na limeweza kuendelea kutukuza katika neno la Mungu na neema yake. Kwa hivyo katika mstari huu wa kwanza katika Wakorintho wa kwanza hiyo, Paulo anaandikia Wakorintho hawa ambao walikuwa na mambo mengi tu, walikuwa na mambo mengi na udunia sana, na anaenda akiwafunza, na waliweza kubadilika. Kanisa la Korintho likawa na nguvu sana, hata akarudi mara ya pili kuwaongeza masomo zaidi. Lakini ndugu zangu katika imani, ndio maana mnaitwa ndugu zangu. Wakati nawaita ndugu zangu, ninyi mnaonisikiliza, hiyo ni kuonyesha ya kwamba imani ulio naye na ile ninaye tumekubaliana, tunasafiri pamoja, sisi ni kitu kimoja. Ndio nakuita ndugu. Siwezi kukuita ndugu kama hakuna kitu ambacho tunaenenda na wewe pamoja. Na kuita ndugu kwa sababu sisi ni wa ushirika mmoja. Na ndio maana hapa Paulo anawaita hawa wa Korintho, kwa sababu amewafunza, anawaita ndugu, wale ambao wamekubali kuenenda pamoja naye katika imani. Kwa hivyo wapenzi, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia za rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwilini, kama watoto wachanga katika Kristo. Kwa hivyo sasa hapa Paulo anasema nini? Niliwanywesha maziwa, sikuwalishe chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjaweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa hivyo Paulo anawaita ndugu, yani kuwavutia. Nawaita ndugu hata nanyi wakati nafunza. Anasema katika imani, ndugu zangu katika imani, mimi Paul, mimi Karanja, sikuweza kusema nanyi mkiwa kanisa, sikuweza kusema nanyi mkiwa kanisa kama na watu wenye tabia za rohoni, mbali ijapokuwa mlikuwa pale, lakini hamujaingia katika mambo ya rohoni. Lakini niliwaweza kuwafunza kwa sababu mlikuwa na tabia za mwili.
mulikuwa watu wa mwili. Kanisa la Korintho walikuwa namna hiyo. Watu ambao wanaokoka kabla ya kujazwa na Roho wanakuwa ni watu wa mwili. Wanafunzwa kwanza wakiwa watu wa mwili, kwa sababu walikuwa ni watoto wachanga katika imani na katika Kristo. Mambo ya kiroho hawakuelewa zaidi. Kwa hivyo ndio anawaambia, hakuweza kuwafunza mambo ya ndani. Alifanya nini? Aliwanywesha maziwa. Aliwapa neno rahisi waweze kuelewa. Yesu ni Mwokozi, alikuja, aliangikwa msalabani na akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu sababu yetu. Hiyo ni injili rahisi, neno rahisi, ni kunywesha watu maziwa ambao hawakumjua Mungu mbeleni. Si kuwalisha chakula, yani si kuwalisha neno gumu. Mtoto mdogo ambaye anahitaji maziwa hauwezi kwenda kumulisha getheri, yani kwa Kiswahili getheri tunaita pure. Hauwezi kumulisha pure. Kwa hivyo utafanya nini? Unamlisha kwa maziwa pole pole mpaka wakati ambapo atazoea, na akisha zoea na kuanza kutoa meno moja na kuweza kuwa na uwezo, ndipo unamuingiza kwa chakula pole pole, chakula laini, alafu pole pole mpaka ataingia kwenye chakula kigumu, ama hata ataingia kwenye nyama zenye mifupa na kuweza kutoa. Kwa hivyo ni hatua kwa hatua. Ndio anaeleza, sikuwapa chakula mimi, sikuwalisha chakula, yani sikuwapa chakula kigumu, niliwapa maziwa, niliwanywesha maziwa, niliwapa neno la Mungu kwa urahisi. Na kwa kuwa mlikuwa hamjaweza yani hamungeweza kutafuna. Hiyo ndio maana anasema mlikuwa hamjaweza, naam, hata sasa hamkiwezi. Yani hata sasa anapoenda safari ya kwanza katika Wakorintho bado hawajaweza kula chakula. Kwa hivyo anakuja kuwanywesha maziwa bado, ili waweze kulienda neno la Mungu pole pole na kuweza kulifahamu. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia za mwili, kwa sababu bado hata ukiangalia makanisa ambayo tunayo wakati huu na wachungaji wengine, utaona ya kwamba watu wengi, nusu ya wale watu wako pale kanisani, wengi ni bado wanakaa katika mwili, hawajafika kiwango katika roho, lakini wanaenda wakivutwa na wengine ambao wameingia katika roho. Si wote, lakini wanaendelea kunyweshwa maziwa. Ndio maana kila wakati tunafunza katika kanisa, tunahubiri, tunaeleza ndio hawa watu waweze kunywa maziwa, waje polepole. Na wakati tunaingia katika masomo ya Biblia, Bible study, wengi hawaji. Kwa hivyo sasa watakaa katika kunywa maziwa miaka mingi na hawatafahamu neno. Kwa sababu gani? Hawataki kula chakula cha neno, hawataki kula chakula, na baada ya kula chakula watakula chakula kizito ndani ya neno, na hivyo ndivyo tunasema watakuwa. Kwa hivyo ndipo hapa mtumishi wa Mungu Paul anawaambia, kwa maana hata sasa bado mko katika mwili. Watu wengine, tabia zenu, mambo mnayotenda ni mambo ya mwili. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, yani kati yenu kuna envying and strife, yani kuna husuda, mambo ya kuonea wengine wivu na mambo ya fitina, je, si watu wa tabia za mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Kwa hivyo wakati mnakuwa na husuda ndani yenu na fitina na mambo ya kuoneana wivu katika nyumba ya Mungu, inaonekana ya kwamba mko katika mwili, kwa sababu watu waliokuwa hawana hayo maneno wanamtafuta Mungu kwa bidii. Ndio maana nawaambia Wakorintho, bado mko katika mwili kwa sababu ya tabia ambazo mnaendelea. Tabia zenu zikiwa za namna hiyo, basi ninyi tunasema ni watu katika mwili. Kwa hivyo wapenzi, Mkristo ambaye tukiangalia neno katika mstari wa 3, kwa maana ndio nimesema mkiwa na husuda, tumesoma maneno hayo katika Wakorintho wa kwanza 1:1-3. Umeona ya kwamba kukiwa na husuda na vile vile fitina kati yenu, ninyi ni watu ambao hamjaokoka na bado tabia zenu zinaonyesha mko katika mwili. Kwa hivyo kwa leo tutakoma mahali hapo, na tukikoma mahali hapo, wiki ijao tutaendelea kutoka hapo ili tuweze kuendelea na somo letu. Mungu awabariki sana, awatendee mambo mazuri, kwa sababu saa zetu zimetimu. Mungu awabariki tunapokutana wiki ijao, ili tutoke katika mwili tuanze kuishi katika roho, ili tuondoke tuweze kula chakula cha kiroho, na ni neno la Mungu, tuondoke kunyweshwa maziwa kila wakati. Mungu awabariki sana.